Wakati ninasikiliza mahubiri nimejiona nimezaliwa upya. Nikawa najiuliza kama Yesu aliteseka mimi ni nani? Lakini baadaye nikaona mateso sio makali sana kama aliyoyapitia yeye, kwa sababu mateso makubwa alishaamua kuyabeba kwa niaba yetu. Wito umetolewa kwa Wakristo na wale wasio Wakristo nchini kupendana bila kuangalia tofauti zao za kidini, kwani kwa kufanya hivyo watapata baraka na kudumisha amani ya nchi. Wito huo umetolewa na mchungaji wa KKT usharika wa Sinoni jijini Arusha, mchungaji Samuel Molel, wakati wa ibada ya Pasaka iliyofanyika kanisani hapo na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Mkate mmoja akagawa kwa wanafunzi wote. Kwa lugha rahisi ni kwamba ule mkate mmoja aliogawa kwa wanafunzi wote ilikuwa inamaanisha kuwa kila mwanafunzi aliondoka na baraka yake. Na hapa kwenye kanisa haijalishi mmeingia wingi kwa namna gani, lakini Yesu alikuwa na huzuni moyoni mwake kwa sababu anajua anaendea mateso. Na Alhamisi tulikuwa na ibada ya chakula cha Bwana, na ni karamu ya mwisho ambayo Yesu amekula akiwa duniani pamoja na wanafunzi wake. Na tulikuwa tunajiuliza maswali kwenye ile ibada. Yesu mwenyewe alikuwa anawapa wanafunzi mwili wake, anawaambia twaeni mle kwa kuwa ndio mwili wangu. Alafu anawaambia hii ndio damu yangu. Mtu hajafa lakini anagawa mwili wake na anagawa damu yake. Nikawa najiuliza kwa upande wake mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo, ambaye amehudhuria ibada hiyo, mbali na kupongeza mahubiri yaliyotolewa, ametumia nafasi hiyo kueleza miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa jijini Arusha. Wakati ninasikiliza mahubiri nimejiona nimezaliwa upya. Nikawa najiuliza kama Yesu aliteseka mimi ni nani? Lakini baadaye nikaona mateso sio makali sana kama aliyoyapitia yeye, kwa sababu mateso makubwa alishaamua kuyabeba kwa niaba yetu. Nitasema machache sana kwa sababu kazi ya kuhubiri ni kazi ya viongozi wetu wa dini. Naomba nitumie fursa hii pia kutoa salamu kwa kweli ya kazi kubwa, na hii salamu ni sehemu yangu ya shukrani kwa kazi kubwa sana ambayo imefanywa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye jimbo letu la Arusha mjini. Maana kwenye ibada ukiangalia tumefundishwa pia kuwa na shukrani. Na ukisikiliza pia alivyozungumza mhubiri hapa, ameeleza namna gani kina mama walivyokuwa ni nguzo kwenye familia. Hata wakinyanyaswa, hata wakionewa, lakini wakipata neema huwa hawaiachi familia. Wakati mwingine hata yule ambaye amewatelekeza wanarudi pia kwenda kumhudumia. Ndio somo ambalo nimelipata mimi leo hapa. Kwa hiyo ukiwa na kiongozi mwanamke, manake una baraka, iwe ndani ya nyumba, iwe ndani ya familia kwa ujumla wake, iwe ndani ya nchi au eneo lolote lile. Daktari Samia toka amekuwa rais, mimi ni shahidi, tumenufaika na mambo mengi sana. Leo wanatujengea uwanja mkubwa kabisa wa mpira wa kisasa kule Olmot Milongo Ine wenye thamani ya bilioni 286. Hii nchi ina maeneo mengi ya kujenga viwanja. Daktari Samia akatupendelea sisi watu wa Arusha, naomba tumshukuru sana kwa jambo hili. Daktari Samia wakati anakuwa rais aliingia kipindi cha corona. Hali ya utalii ilikuwa ni mbaya. Vijana wenu wengi walikosa ajira. Magari ya utalii yalipaki. Hoteli zilikuwa hazina watu. Akaja na program yake na filamu yake ya Royal Tour. Leo tumeona watalii wapo kila mahali. Hoteli zinapata watu, vijana wamepata ajira na maisha yanaweza kuendelea. Naomba tumshukuru sana wa kujali utalii wa mkoa wetu. Lakini huko nyuma palikuwa pakiwa na mikutano mbalimbali. Mikutano mingi ilikuwa inapelekwa Dodoma na Dar es Salaam. Sisi hapa mjini hatuna mashamba. Zamani tulikuwa tunalima kila mahali. Kadri siku zinavyokwenda hakuna mashamba.
lakini panapokuwa na mikutano fursa ni kubwa. Watu wakifika Arusha watalala kwenye gesti, kwenye hizo loji, kwenye hoteli. Vijana walioajiriwa pale watapata mishahara yao. Wakija watapanda pikipiki, watapanda daladala, watapanda teksi. Wanaofanya hizo shughuli watapata fursa na masuala mengine. Wanapolala kwenye mahoteli wakila, wewe unayefuga kule ng'ombe utauza maziwa yako kwenye hizo hoteli. Unayefuga kuku utauza kuku wako. Kwa hiyo unaona kitu cha kuletea mikutano amesaidia kuchochea pia na uchumi wa jimbo letu. Naomba pia tumshukuru sana kwa jambo hili. Lakini bado pia amefanya na shughuli za maendeleo. Watu wa Sinoni hapa, mwenyekiti wa mtaa, diwani wa viti maalum yuko hapa, diwani wa kata na viongozi wa chama nasimamia ilani. Tumekuwa na kilio cha muda mrefu. Kulikuwa kuna mgogoro kati ya kata ya Unga Limited na kata ya Sinoni kuhusiana na masuala ya elimu. Kila mmoja anasema eneo la kujenga shule ni la kwao. Tumeanza kupitia Daktari Samia, tumejenga shule pale Unga Limited na shule ya gorofa ya sekondari. Lakini sasa hivi mwaka huu wa fedha unaokuja tunakwenda pia kujenga shule nyingine mpya ya sekondari kwenye kata hii ya Sinoni, ili watoto wenu wasiende kusoma mbali zaidi na tumpunguzie mzigo mama ambaye anatumia fedha nyingi kumlipia nauli pamoja na vitu vingine. Tumshukuru pia Daktari Samia. Lakini tunakwenda pia kujenga kituo cha afya. Tumepewa mapendekezo na Daktari Samia tueleze maeneo ya kimkakati ambayo yanatakiwa ajengwe vituo vya afya. Kwa nafasi yangu kama mbunge, mimi nilipendekeza kata ya Sinoni. Kwa na kwenyewe pia ametuahidi atatuletea fedha za kuanzia shilingi milioni 250 kituo kianze, na baada ya hapo utaratibu utaendelea. Nani kama Daktari Samia? Lakini Daktari Samia pia, ukiacha shule hiyo tu aliyojenga moja ya Unga Limited, amejenga shule nyingine 5. Amejenga Unga Limited, amejenga shule ya sekondari Sekei katikati ya mji, amejenga shule mpya ya sekondari kule Olmot ukienda Milongo 4, amejenga shule nyingine Kalimaji kule Moshono, amejenga shule nyingine hapa Mlimani, na anajenga shule nyingine kule eneo la Bondeni City ambapo tunakwenda kujenga stendi ya kisasa ya jiji la Arusha. Lakini amejenga pia na shule za msingi. Nenda kule Nafco kule, mbali kabisa, watoto wa Kimasai kwa wanatembea kilomita 18 kufuata shule. 9 kwenda 9 kurudi. Leo amejenga tena shule ya gorofa bila kumchangisha mwananchi hata shilingi moja. Anajenga shule nyingine Lemala inaitwa Masai, na amejenga shule nyingine Msasani hapa, Msasani A na B kwenye eneo la Mulet. Kwa unaona kabisa kwenye swala la maendeleo Daktari Samia amefanya kazi kubwa na amefanya kazi nzuri sana. Wako wanaosema sema, lakini naomba matendo haya yakawe ni kielezo cha kuendelea kumkumbuka huko tunapokwenda. Lakini kata yenu tu ya jirani hii ya Sokoni 1 tunajenga kituo cha afya, na tunaposema mkandarasi yuko site na kazi na yenyewe pia inaendelea. Lakini Daktari Samia pia ametupatia mradi mkubwa sana unaoitwa mradi wa TACTIC. Mradi ambao umekwenda kuondoa kilio cha muda mrefu. Ulikuwa ukija kwenye kanisa hili wanakwambia tunataka barabara yetu ya Ngoshela tu. Ukienda kanisa la Katoliki pale wanataka barabara ya Ngoshela tu. Kwa sababu wakati wa mvua changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Daktari Samia Suluhu Hassan akatembea dunia nzima. Maana kuna watu wengine wanalalamika kuna mikopo, lakini hawataki kujua matumizi ya ile mikopo tunayochukua. Akaenda kupata mkopo kupitia World Bank kwa ajili ya mradi unaoitwa mradi wa TACTIC. Mradi wa TACTIC ndio unajenga barabara yetu hii ya lami ya Ngoshela kilomita 4.8 kutoka pale NSK kona ukishuka kwenda chini mpaka kuelekea huku upande wa dampo. Mkandarasi yuko site, kazi inaendelea, na tunategemea kazi ikikamilika ataweka na mifereji, lakini pia ataweka na taa ili pia hata usiku uweze kuwa mchana. Na namna mlivyopendeza hivi, unakuja kanisani umependeza na urudi nyumbani pia umefanya nini? Umependeza, kwa kazi ambayo Daktari Samia atakuwa ameifanya. Lakini mradi wa TACTIC pia utajenga barabara ya lami Ola City, pia mkandarasi yuko site kilomita 4 na kwenye kazi inaendelea. Lakini pia unakwenda kujenga na miradi mingine 3. Tenda imeshatangazwa tayari kwa ajili ya kujenga soko la kisasa Kilombero, soko jingine la kisasa kwa Mulombo, na kwenda kujenga stendi ya kisasa
eneo la Bondeni City kule ambako tulikubaliana kupitia vikao vyetu vya halmashauri. Na maendeleo yote yanafanyika haya kwa sababu yanaanzia ngazi za chini. Wenye viti wenu wa serikali za mitaa wanabuni miradi mbalimbali, wanasema changamoto zilizopo. Waheshimiwa madiwani wanachukua changamoto zile wanaleta kule kwenye halmashauri. Na mbunge kwa nafasi yangu pia ni mjumbe kwenye baraza la madiwani na kamati ya fedha. Tunachukua maoni, mapendekezo yote yale sasa tunakwenda nayo kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kutetea changamoto, miradi na masuala mbalimbali ya watu wa Arusha. Kwa hiyo ukiona katika mtaa wako kuna kivuko kimekuja, ukiona kuna barabara imekuja, ukiona kuna shule inajengwa, ukiona kuna kituo cha afya kinajengwa, ukiona kuna maendeleo yote, basi jua mbunge wako hajasinzia kule bungeni, amechukua hoja za wenzake kwenye mitaa na kwenye kata akaenda kazisimamia. Ndio maana Arusha leo tunaona kuna mabadiliko kwenye maeneo mengi, japokuwa bado kuna maeneo mengine yana changamoto, na kama viongozi ni wajibu wetu na kazi yetu kuendelea kuzitafutia majawabu. Kwa nilisema niseme hayo pia kwa sababu ningekuwa mchungaji ningesema tu niseme Yohana ngapi, fungua Zaburi. Kwa sababu ni mwanasiasa ni vizuri nikasema yale ambayo wananchi wenzangu mlitamani tuyafanye kwenye maeneo yetu. Sikukuu ya Pasaka ni kukumbuka ufufuo wa Yesu Kristo miaka zaidi ya 2000 iliyopita, ambapo siku hii ya kiimani ni kilele cha mfungo wa Kwaresma wa siku 40 uliowafanya Wakristo kukumbuka mateso, kifo na ufufuo wa Mwokozi wao Yesu Kristo.